Hujambo mtazamaji wa Zone Media, jina langu naitwa Victor Moshi na hapa tunakwenda kuangazia miji mbalimbali ya Israel ambayo kwa sasa hivi imegeuka kuwa magofu kufuatia mashambulizi ya Iran. Karibu. Miji kadhaa ya Israel imejikuta ikibadilika na kuwa magofu baada ya mashambulizi mazito ya makombora kutoka Irani katika kile kinachoendelea kuwa moja ya vita vikubwa zaidi ya Mashariki ya Kati katika karne ya 21. Mashambulizi hayo ambayo yamekuwa yakitekelezwa kwa awamu tangu kuanza mwezi Juni tarehe 13 yamesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu, kusambaratisha maisha ya maelfu ya raia na kuzua hofu kwa kuongezeka kwa mgogoro wa kijeshi wa kimataifa. Makombora zaidi ya 40 yalirushwa na Irani kuelekea miji mikuu ya Israel ikiwemo Tel Aviv, Haifa, Ashkelon na Beersheba, yakilenga maeneo ya kiraia pamoja na miundombinu ya kijeshi. Katika mji wa Tel Aviv, makazi kadhaa yaliteketezwa kabisa, huku baadhi ya majengo ya ghorofa yakiporomoka baada ya kupigwa na makombora. Zaidi ya vyumba 2000 vya makazi vimeripotiwa kuharibiwa na takribani watu 9000 wameachwa bila makazi salama. Katika mji wa Beersheba, kombora moja lilipiga moja kwa moja kwenye hospitali ya Soroka siku za hapo nyuma, likisababisha uharibifu mkubwa wa jengo, kujeruhi wagonjwa na wafanyakazi wa afya, pamoja na kusababisha moto uliotishia sehemu ya kemikali hatari. Tukio hili limeamsha taharuki kubwa nchini Israel, likionyesha jinsi mashambulizi hayo yanavyolenga pia huduma muhimu katika jamii. Wakati serikali ya Israel imetangaza hali ya tahadhari na ya hatari katika taifa lao, maelfu ya raia wamelazimika kuhama makazi yao na kuelekea katika vituo vya muda vilivyoandaliwa na mamlaka za kiraia. Vikosi vya uokoaji na huduma za kidharura vimekuwa vikihaha katika maeneo yaliyoathirika zaidi ili kuokoa manusura kutoka kwenye vifusi, huku shughuli hizo zikikumbwa na changamoto nyingi kutokana na ukosefu wa umeme, miundombinu iliyoharibiwa na hofu ya mashambulizi ya ziada. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, zaidi ya watu 590 wamejeruhiwa upande wa Israel kufikia tarehe 22 Juni, huku vifo vikiripotiwa kuwa zaidi ya 24. Wakati huo huo, upande wa Iran nao umepoteza watu wengi zaidi kufuatia mashambulizi ya kujibu kutoka Israel, ikiwa ni pamoja na vifo vya mamia ya raia na wanajeshi pamoja na makamanda wa ngazi za juu ya kijeshi. Picha za angani kutoka mashirika ya habari zinaonyesha uharibifu mkubwa katika vitongoji vya Tel Aviv na maeneo ya ukanda wa Negev, majengo yakiwa yameteketea, magari yakiwa yamechomwa na mitaa mingi ikiwa tupu, hali inayofanana na mazingira ya vita kamili. Wataalamu wa usalama wa kimataifa wameonya kuwa mashambulizi haya yanaweza kufungua ukurasa mpya wa hatari zaidi katika Mashariki ya Kati, ambapo taifa moja lina uwezo wa kushambulia moja kwa moja miji ya taifa jingine kwa silaha nzito kama makombora ya Sejil kutoka nchini Iran. Umoja wa Mataifa na washirika wa kimataifa wametoa wito kwa pande zote kusitisha mashambulizi na kurudi kwenye mazungumzo ya kidiplomasia, lakini hadi sasa hali inaendelea kuwa tete, huku Marekani ikijiingiza kwenye mzozo huo baada ya kuweza kuishambulia Irani hapo jana na kuleta taharuki kubwa kiasi cha kwamba wananchi wa Irani wanaishi katika hofu hadi hivi sasa. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ikiangazia ni kwa jinsi gani nchi ya Israel kwa hivi sasa maeneo yake mengi yamebaki kuwa magofu kufuatia mashambulizi ya Irani. Jiunge nasi Zone Media, naitwa Victor Moshi. Asante.